na baada ya mechi tutaingia kwenye mabasi yetu kurejea airport na kurejea Dar es Salaam. Kwa hiyo yote mwenye uhitaji na aina hiyo ya huduma, tutatoa namba ya simu kwenye mtandao wetu wa Instagram pamoja na Twitter, au kwa wale ambao wanaifahamu namba yetu ya Platinum wanaweza kuweka oda yao hapo na kulipa nauli yao hapo, na watapewa utaratibu zaidi wa safari yetu ya kuelekea huko visiwani Zanzibar. Safari ya kuelekea Durban kwenye mechi yetu ya marudiano, wale wote ambao wanahitaji kuelekea Durban kwenye mechi yetu hiyo wanaweza kukata tiketi kuelekea Durban, na tunasema hivi kwa sababu wengi tayari wameshakata tiketi ya kuelekea Cape Town. Kwa hiyo tuchukue nafasi hii kuwatangazia rasmi ya kwamba mechi yetu haitakuwa Cape Town, itakuwa ni Durban. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji kwenda, basi usafiri wake umwelekeze Durban. Lakini vile vile tunafanya utaratibu wa kuzungumza na mabasi, tuone kama tunaweza tukapata basi la kusafirisha abiria ambao wangependa kusafiri na basi. Tukifanikiwa kukamilisha utaratibu huo, tutawatangazia na kila mmoja atafahamu nini anapaswa kufanya ili aweze kusafiri. Baada ya matangazo haya, sasa kwa heshima na taadhima, nimkaribishe mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri na mgeni rasmi katika hafla yetu hii ya leo. Si kwa nia ya kuvunja itifaki, naomba nifanye mambo yafuatayo. Mchakato wa upatikanaji wa mzabuni wa tenda ulikuwa na hali fulani ambayo kuna baadhi ya watu walidhani wanakandamizwa au wanaonewa. Lakini naomba nitumie fursa hii. Kwanza nimemwona Dr. Kita, naomba uje hapa kidogo, mjumbe wetu wa board, na Dr. Muba tafadhali. Kamati ya tenda iliundwa na wajumbe wa bodi ambao ni wenye viti wa kamati ndogo za bodi. Alikuwepo Dr. Muba ambaye ni mwenyekiti wa kamati yetu ya fedha, Isa Masud ambaye kwa bahati leo hayupo, amesafiri kwa shughuli za mambo haya ya timu. Yeye ni mwenyekiti wa kamati ya audit. Kita yeye ni mjumbe katika kamati yetu ya fedha, lakini ni mwanasheria nguli ambaye anatusaidia katika utengenezaji wa mikataba mingi. Mohamed Naso ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano, yuko nje kwa kazi. Dr. Chiduo mwenyekiti wa kamati ya youth ambaye leo pia ametingwa na udhuru. Lakini wa mwisho katika kamati hiyo katika wajumbe wa board, ndugu Magori ambaye yuko kwenye kamati ya fedha, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya ufundi. Mimi nawapongeza sana wajumbe hawa kwa kazi kubwa walioifanya kwa niaba ya board, lakini haya yote ambayo tunayaona ni kutokana na moyo na imani yao dhidi ya klabu yao ya Simba Sports Club. Kwa hiyo nimesema niwaite hawa na niwashukuru sana. Asanteni sana. Kwa niaba ya wenzenu na washukuru. Lakini wapo watu baadaye nitawataja kwa mchango wa mawazo na ushiriki wao wa yakini katika utendaji wa upatikanaji wa huyu mzabuni. Bodi nzima ya Simba baada ya kupitia huo mchakato wote ulishiriki na waliridhia kwamba kwa benefits hizi ambazo tunazipata hakuna sababu ambayo inaweza ikamfanya aliyeshinda au aliyeongoza kutokupewa hii tenda.
Historia ameieleza Ahmed kwamba tulianza hivi, tulikuwa hivi, lakini mimi niseme mapinduzi ya kwanza katika uanzishaji wa uuzaji wa vifaa vya michezo kwa vilabu yalifanywa na Kassim Deuji. Yeye alifanya hiyo kazi kwa zaidi ya miaka 10 kutoka kwenye jezi ambazo tulikuwa tunaletewa zawadi. Hapa nimemwona Juma Pinto, sio ameshatoka kwa shughuli maalum, lakini wana Simba waliokuwa nje katika nchi za Ulaya na Arabuni. Hata dada yangu Asha hapa aliwahi kuleta jezi kuipa timu. Wakati ule tulikuwa tunaletewa tu jezi zenye nyekundu na nyeupe, ndio hiyo inakuwa ni jezi ya timu. Lakini yeye akaja kuanzisha mfumo ambao ulikuwa unauza vifaa vinavyohusu Simba Sports Club. Licha ya kuwa kutokana na hali ya mfumo wa uendeshaji wa mpira kwa wakati ule kulikuwa hakuna mapato makubwa. Vunja Bei nilitamani sana Fred ungekuja hapa mbele. Yeye ndo aliyekuja kuleta mpango haswa. Yaani tunasema game changer alikuwa ni yeye. Hata ungesimama hapo, unajua sisi wa Tanzania tuna tabia sana ya kuwasifia watu tayari jeneza lake liko pale ndo tunaanza kumpa sifa. Mimi nasema hiyo sio haki na tunazungumza hii kwa uwazi na upana. Tunakushukuru sana bwana kwa moyo wako wa imani na kutufungua mawazo ya namna ambavyo tunaweza tukaboresha na kuongeza mapato kwa vilabu vyetu. Asante sana. Sunderland amefanya kazi yake, lakini Jeruti amekuja kuleta mapinduzi makubwa zaidi ambayo tunakupongeza. Lakini umetoa ahadi nyingi, nikwambie hii ni Simba Sports Club. Umeahidi hizi other benefits tunazipokea. Lakini umeahidi international brand. Wana Simba watakuja kukuoji siku kusema jamani lile jambo nilitamani lakini nimeshindwa, hawatakuelewa. Kwa hiyo niseme tu kwamba hilo ulifanyie kazi na uhakikishe kwamba linaenda vizuri. Mchakato wetu wa tenda kama alivyosema Dr. Muba ulijumuisha makampuni 8. Kati ya kampuni hizo 8, kampuni 4 zilikuwa ni kampuni za nje. Na sio kampuni za nje ndogo, kampuni za nje kubwa ambazo zinahudumia timu za taifa, zinahudumia na vilabu vingine vikubwa katika bara la Afrika na Ulaya. Kwa hiyo niseme tu kwamba uwekezaji katika michezo umechangia kwa kiasi kikubwa sana kuvutia wawekezaji wa nje kuona kwamba Tanzania ni moja kati ya sehemu ambazo zinafaa kuwekeza. Kwa hiyo tunakushukuru Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya serikali. Mazingira wezeshi yanavutia sana kuleta uwekezaji katika sekta hii. Matarajio yetu sisi, umezungumzia swala la ukuzaji wa miundombinu ya michezo. Kuna vitu ambavyo labda kwa uchache ni viseme. Eneo mojawapo katika Tanzania, sports medicine doctors na medical professions katika sports Tanzania kama tunawahesabu hawezi kuzidi 5 au 10. Hawapo. Na ndio maana tumesema kwamba tutatengeneza hii facility sio kwa manufaa ya Simba peke yake. Na wale wengine ambao watakuwa na nafasi ya kuja kujifunza kwetu, tunawakaribisha kuwa ni sehemu ya mafunzo na kuhamisha ujuzi kwa sababu tunaajiri watu wengi kutoka nje. Kwa hiyo katika ile transfer of skills na expertise watakuja kufanyia Simba. Na hatutoangalia rangi ya mtu. Tutaangalia ni Mtanzania anakidhi vigezo, watakuja kupata mafunzo hayo licha ya imani na akili zao zitakavyokuwa. Hilo tunakuahidi Mheshimiwa Waziri tutalifanya. Lakini lingine Ahmed amesema yeye na wenziwe ni moja kati ya wataalamu wachache katika sekta ya michezo ambao wanaweza wakawa wanafanya vizuri, lakini tunabidi tuwaimarishe wafanye vizuri zaidi. Na kulifanya hilo huwezi kulifanya mtaani. Ni lazima tuwe na kituo maalum. Kwa hiyo studio ambayo tutaijenga itakuwa ni sehemu ya uzalishaji wa bidhaa za Simba, lakini pia tunakuhakikishia itakuwa ni sehemu ya mafunzo kwa wengine kuja kujifunza. Waandishi wanafahamu kupata maeneo ya kwenda kufanyia mafunzo kwa vitendo ni kazi kubwa. Simba inaahidi kulifanya hilo na tunahakikishia kwamba serikali tutashirikiana na ninyi katika kutekeleza hilo.
La mwisho sio kwa umuhimu, Jerut amesema tutafanya uendelezaji wa uwanja wetu pale.